kuona namna ambavyo timu inakwenda kufanyikiwa hususan katika ligi ya NBC. Msemaji amesema, mwenye akili timamu amesikia, na kila mmoja anajua kwamba tayari katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika Simba hatuna cheti kujionea vijana wa mjini. Mashindano yalobaki kwenye ligi ya NBC, mashindano yalobaki ni Azam Federation Cup. Kwa hiyo kimsingi kama wana Simba, target yetu, nguvu zetu, focus yetu, akili yetu ni kuongoza kuipeleka kwenye ligi ya NBC, ambayo mimi naamini kwamba siku ya Jumatano, kwa maana itakuwa tarehe 11, tutakwenda kupambana dhidi ya KMC. Kwa hiyo niwaombe wana Simba, fikra na mawazo ya klabu bingwa barani Afrika tuyaache. Fikra ya mashindano ya kimataifa tuyaache. Kuna msemo wa Swahili unasema iliyopita si ndwele tugange yajayo. Tumebakiwa na mashindano mawili mbele yetu. Moja NBC, lakini la pili Federation Cup CRDB. Focus kubwa katika mashindano ya ligi NBC. Wana Simba tunaamini nguvu zetu, ukubwa wetu unapatikana katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Na ndio maana tukienda katika mashindano yale tunatumia nguvu kubwa. Tunatumia kwenye dua na sara tufanye vizuri. Hakika tuliweka game standard ya miaka 7 katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tulicheza robo aiza klabu bingwa, tulicheza robo aiza shirikisho. Lakini kila jambo lilokuwa na mwanzo litakuwa na mwisho. Mwaka huu hatukufanya vizuri. Na laiti wana Simba kama tunaamini kwamba mashindano yale sisi ndio maisha yetu na tunahitaji kurudi, moja ya njia kuweza kuturudisha katika mashindano ya ligi ya NBC. Kwa hiyo akili yetu, nguvu zetu lazima tupeleke kwenye mashindano ya ligi ya NBC ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na tunarejea katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Shemikoi, unaiona Simba Sport Club ikizidi kuimarika kutokana na dirisha dogo la waliofanya kundi la Msimbazi Simba, hususan kwa baadhi ya nyota ambao wameonekana kwenye mchezo dhidi ya Atletico? Waswahili wanasema siku zote mwenye macho haambiwi tazama. Mimi naamini waandishi wa habari katika watu ambao wanafuatilia football nyinyi namba moja. Mmeiona Simba zidi iliyocheza Angola na nini? Na Petro. Mmeona focus ya wachezaji wa Simba, lakini mmeona maingizo mapya wachezaji wa Simba. Yanaleta matumaini. Leo hii kila mwana Simba ukimwona ndani ya nafsi yake anafurahi, anaona namna ambavyo anaiona Simba yake ile ambayo yeye anatarajia kuiona inakuja. Leo kama tulikuwa kwenye shimo kubwa la futi 180, tayari tumeshaweka ngazi, kila tukipanda mwanga unazidi kufanyaje? Kuonekana. Kwa hiyo mimi naamini imani imekuwa kubwa, matarajio yamekuwa makubwa, lakini moja ambalo naweza kusema hatuwezi kufanikiwa wana Simba endapo tusipokwenda kuzungumza kwenye kauli moja. Simba lazima tuzungumze katika kauli moja. Tuzungumze katika mbiu ya slogan ya Simba nguvu moja. Kwanza wana Simba lazima tutengeneze slogan ya kupendana wenyewe kwa wenyewe, lakini pili lazima tujitoe kwenye jasho na damu kuipenda timu yetu, tuisupport timu yetu kwa sababu tayari ndio tumeshaamua, nafsi zetu imeshatuongoza kwamba Simba Sports ndio timu yetu. Hakuna namna. Tuisupport ikiwa na jua, tuisupport ikiwa na mvua, tuisupport ikiwa mchana, tuisupport ikiwa usiku. Mimi naamini Simba haiwezi kufanya vizuri bila ya sisi. Na ndio maana wataalamu wa mpira wanasema mshabiki ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo niwaombe sana wana Simba, kwa umoja wetu, kwa mapenzi yetu juu ya timu yetu, siku ya Jumatano tukutane katika uwanja wa KMC kwenda kuisupport timu yetu. Mara baada ya mchezo kumalizika ule, nimeona msemaji Ahmed Ally kumwagia maua Loemba na kusema kwamba ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao wamewapata. Umemtazama kwenye ile mechi, wewe unamzungumziaje? Loemba ni mchezaji mzuri, na ndio maana management ya Simba wakamtafuta wakaingia naye contract. Lakini kwangu binafsi si Loemba tu, wachezaji wote wapi waliosajiliwa Simba wamekuja kuongeza kitu kikubwa ndani ya Simba, na msemaji anajua hilo. Lakini aliulizwa kuhusu Loemba na ndio maana akajibu kujibu nani? Kuhusu Loemba. Lakini msemaji anajua kila ingizo jipi ambalo liingizwa katika Simba Sports ni ingizo bora. Na ndio maana kazi iliyobakia kubwa ni kwetu sisi tu mashabiki wa Simba kwenda kuisupport Simba. Kisugu, kwa namna moja au nyingine, pengine haya matokeo ambayo mliwapata sale ya 1-1 inaenda kupunguza lile vuguvugu la baadhi ya wana Simba kuwa huku huyu huku huyu huku. Siamini kama inakwenda kupunguza kwa sababu Waswahili wanasema kwenye wengi kuna mengi. Na kuna jambo moja ambalo niwaambie waandishi wa habari, wafikisheni wasikilizaji wenu na watazamaji wenu, familia bora ni ile ambayo inaopishana kimawazo. Familia bora ni ile ambayo inaopishana kimawazo. Kama wewe una familia zaidi ya watoto 4 au 5 kwenye nyumba, watoto hawakupi changamoto yote kama baba, basi amini kwamba huna watoto, una maboya. Hata Yesu
kwa mujibu wa Biblia alipata changamoto kwenye wanafunzi wake 12. Aliposema angalia sasa hii saa yaja, mwana wa Adamu atasalitiwa, atakayemsaliti ni yule wa kwanza kuchukua mkono wake kuume kutia katika nini? Bakuli la maji. Yuko mwamba mmoja hajamaliza maneno akachukua mkono wake akatia kwenye bakuli la maji. Akamwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, kwa sababu ya wazo ya Mungu ya wazo wanadamu. Angalia namna ambavyo walivyokuwa watu wengi wanadamu wanatakiwa kutofautiana kimawazo, lakini mnatofautiana kimawazo, mwisho wa siku mnakubaliana, mnakwenda kutengeneza jambo lililokuwa moja. Kwa hiyo inawezekana ile suluhu ikawa moja ya amani katika mawazo ambayo tulikuwa tunawaza, kwa sababu moja ya kubwa ambao wana Simba wanawaza kuona timu yao inakwenda kufanya vizuri, timu yao inakuwa na performance nzuri. Kwa hiyo wao wana Simba, yawezekana ile suluhu ikawa moja ya sababu ya kuwarejesha wana Simba kwenda kuimba slogan ya Simba, Simba nguvu moja. Wengine walitamani kumsikia Kisugu hajazungumza chochote kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Press zilikuwa nyingi. Mimi naamini kinachoendelea ni kimoja tu. Simba tumeshindwa kuqualify katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hivi vingine vinavyozungumzwa ni matakwa ya watu ambao kila mmoja ana uhuru kuzungumza kile ambacho anachozungumza. Lakini nimepokea message nyingi sana. Nimepokea simu nyingi sana. Kuna wengine wafika mahala wanauliza maswali magumu kidogo napata shida kuyajibu. Wanaambia wewe uko upande gani? Lakini jibu langu lilikuwa moja tu. Simba haina upande. Mimi najua Simba Sports Club. Mimi najua. Kwa hiyo kama mtu alikuwa na upande huo, siwezi kumkataza, kwa sababu mtu akifika umri wa miaka 18 ana mamlaka na maamuzi ya kuamua kile ambacho anachokiona kwake kuwa sahihi. Lakini sehemu aliyokuwa Simba ni sehemu moja tu, sehemu sahihi. Kisugu ni Simba Sports Club. Mimi ni Simba na nitaendelea kuisupport nini? Kuisupport Simba. Lakini niseme jambo moja. Kisugu, yako mambo mengine lazima tuzungumze, na wala sitaki kuyarejea katika hayo, kwa sababu tayari mwafaka ameshapatikana juu ya haya mambo. Mwafaka ushapatikana? Mwafaka upi? Kwa sababu Kisugu klabu ikisema ndio tayari, hakuna mtu mwingine anatakiwa kuzungumza jambo lolote katika hilo. Tunaamini management ya Simba iliyokuwa madarakani, management imeshasema, management imeshaamua, wao ndio tumewapa mamlaka ya kuilinda nembo ya Simba Sports Club. Wameshasema, mimi sina sababu ya kusema. Lakini na jambo moja tunataka niseme. Kuna baadhi watu kila mmoja anazungumza namna ambavyo Mohamed Dewji ndani ya Simba. Fahamisha watu kwa uchache sana. Mohamed Dewji ana vitu viwili ndani ya Simba. Moja ni mwanachama wa klabu ya Simba, lakini pili ni mwekezaji wa klabu Simba. Binafsi nilimfahamu zamani sana kwenye Simba. Nikiamua kuleta historia yake hapa, naweza tukachukua zaidi ya siku 3 kuzungumzia Mohamed ndani ya klabu ya Simba. Nizungumze kwa ufupi tu. 2003 Simba tunakwenda kumfunga Zamalek ya Misri. Kama kumbukumbu itarejea, lejeeni kasomeni historia vizuri, mtamkuta Mohamed ndani ya Simba. Wakati huo kocha mkuu Sianga. Simba ina viongozi 3 tu. Ndio klabu ambayo imeshawahi kuongozwa na viongozi wangapi? 3 tu. Katibu mkuu akiwa Kasim Mohamed Dewji. Makamo alikuwa mtu mmoja tu, Malko Masanja. Nyinyi vijana wote hamwezi kumjua hapa. Na bwana Feza alikuwa Josia Jackson. Viongozi 3. Lakini kwa nini walifanikiwa viongozi 3 kwenda kumfunga Zamalek nyumbani kwao? Wakati huo Zamalek ana sifa kuu 3. Zamalek ya Misri. Wale sikia wewe. sikia Kisugu. Unapomzungumzia Zamalek ndio ulikuwa unaizungumzia klabu moja namba 1 kwa ubora katika bara zima Afrika kwa nyakati zile. Mzee uko sawa sawa? Ukizungumzia Zamalek kipindi kile ndio unakwenda kumzungumzia bingwa wa Misri. Mko vizuri? Mko vizuri. Ukizungumzia Zamalek kipindi kile ndio ilikuwa timu tajiri namba 1 kwenye bara zima la Afrika. Zamalek anakwenda kufungwa, anakwenda kutolewa na Simba Sports.
Kempu Simba tumeweka Oman. Na ni waibie siri ile aliyowahi kuzungumza na mwanadamu yoyote, japokuwa wanajua wamekaa kimya. Mimi leo nitalizungumza. Timu wakati inakwenda Oman, kocha mkuu kwenye makaratasi alikuwa anasomeka James Sianga almarhum, si ndio? Lakini je, ni kweli tunaamini kipindi kile Simba iliyokochiwa na nani? Na Sianga? Yuko mwamba mmoja aliwahi kucheza Simba miaka 70 sentafu, alikuwa anaitwa Twalibu Hilali. Huyu ndo mwamba aliyeongoza Simba, ndio aliyekochi Simba kuelekea kwenye mechi ya nini? Ya Zamalek ya Misri. Lakini wapi nguvu wao walipata? Kasim Dewji wapi nguvu walipata? Twalibu Hilali nguvu wapi alipata? Players wapi nguvu walipata? Lazima umzungumzie Mohamed Dewji. Wakati huo kocha wa Kagera Sugar, rafiki yangu kipenzi, namwambieni namba yake nimepoteza, nitafute. Juma Kaseja anakaa golini. Fullback anaitwa mtu mmoja, Saidi Swedi Panuchi. Mavara anamjua? Simjui. Namba 3 almarhum, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, Ramadhani Waswe. Hapo kati mtafuti Boniface Pawasa wala amnisaidi Stam. Costa yupo. Hapa naonyesha namna ambavyo Mohamed alikotoka na Simba mpaka alikofika na Simba. Lakini tusirudishe story nyuma. Niachie hapa nilipozungumza historia, watu wenye akili timamu watanielewa, kwa sababu Waswahili siku zote kuna misemo napenda kufanyaje? Kusema. Nami misemo nimeisikia. Wanasema mnyonge mnyongeni. Kwa kauli hiyo maana Simba haina upande. Simba Sports Club. Sasa hayo kama nyinyi mnaamini kwamba upande Simba na upande ni imani zenu. Unazungumzia success za mwenyekiti. Nasema, narudia tena, kama ninyi mnaamini Simba ina upande na heshima mawazo yenu, lakini mimi imani yangu Simba iko Simba Sports. Lakini Kisugu, unajua kinachoendelea kati ya hao wawili? Ninachojua mimi kinachoendelea ndani ya Simba tumeondolewa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Jumatano tunarejea katika mashindano ya ligi. Naona Simba atakwenda uwanjani kwenda kuisupport timu yao. Uongozi mema anauliza kuhusu uongozi kwa sababu amezungumza mengi sana hapa. Press zimefanyika 2, Kisugu hajazungumza. Kiongozi wa patikana kwa mujibu wa katiba ya Simba. Nendeni mkasome katiba. Kiongozi wa Simba ni nani? Support mwekezaji ama Ngungu. Kiongozi wa Simba anaongozwa kwa mujibu wa katiba ya Simba. Waandishi, nendeni mkasome katiba ya Simba, mtajua kiongozi nani. Mbona yule kijana aliyempa